Sisi ni maofisa wa askari kutoka katika kituo cha kati. Mdogo. Kulia wewe. Simama hapo. Nataka maelezo njoo kituoni. Aha, ise. Unajua kijiji kama kijiji. Yaani watu wanawapelekesha hivi. Yaani unakuja bila kukuita. Sasa hivi unawahi tu, unawahi. Ni hapa. Yaani unajua unajivunia kuwa na mwanamke ambaye ni mzuri. Mwanamke ambaye ana kario fulani hivi. Unajua I say. Sasa hapa unajua ukumbuke uletea pilipili. Kiwango amepiga nini huyu jamani mwani? Aha. Ndio vyakula vyangu. Mume wangu. Vyakula vyangu hivi. Kwa haraka jamani. Hivi kwanza maji ni yanywe kwanza. Unajua kuna watu washaanza kuona unaleta mambo ya ngoja kwanza tule kwanza, sio? Omba kwanza. Tuombe kwanza. Omba kwanza. Naona unawahi. Asante Yesu, asante kwa kubariki chakula hiki. Amen. Sasa hivi. Wewe. Tujue kuomba haraka. Aya bwana. Jamani hii raha jamani, hii raha. Hamna shida. Yaani hapa Yaani mke wangu ngoja nikishashiba na kulisha. Sasa mke wangu kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Kwanza nafurahi sana. Unajua kuna vitu ambavyo nilikuwa napigana navyo. Kuna watu walikuwa wakijaribu kuleta gasi. Unajua maana ya gasi? Wanaleta shida kwangu. Kwa nashukuru kuna watu tayari nishawafikisha ndani. Yaani sasa hivi wananyea debe. Kwa hiyo yani raha. Yaani hapo umenikula nilikuwa na raha fulani. Kwa hiyo hata mtoto wangu nimefanikiwa kumuingiza ndani. Yaani katika watu walikuwa wananisumbua sana hapa kwenye kijiji. Mtoto wangu alikuwemo. Sasa mume wangu. Unajua sio vizuri. Sawa. Lakini kwa kijua wewe ni mwanangu. Unaona. Leo ulivyofanya kama vile mzazi. Sio vizuri sana. Unacheka nini? Haya maisha unapokuwa umefaulu ama umefanikiwa kitu, lazima uenjoy. Sasa mimi nashukuru Mungu kwamba nimepata mwanamke ambaye ananifariji. Unajua katika matatizo ambayo nimekutana nayo mengi, wewe umekuwa ni chanzo cha kunipa furaha. Kwa hiyo kwenye kijiji watu wananiamini sana, watu nawaambia hichi, wanaambia hichi, wanakubali. Kwa hiyo katika ushauri ambao huwa unanipanga, ndio maana unaona nanenepa, afu unanipa vitu vikali. Tukiwa kitandani unanyoosha mama, unanyoosha mpaka nakubali. Kwa hapa hivi chakula kimebaki ndani. Una chakula kingine? Mbona kizuri sana hiki. Umeweka nini? Nimepika tu kidogo. Au sio? Unajua siku Ubwabwa huu. Hivi tuna mtoto kweli hapa? Hapa tutamachia. Mbona tabasamu hivyo? Una raha gani? Yaani hawezi amini nimetoka huko, najiuliza huyu mtu nitamuonaje. Lakini Mungu sasa Asmani nimekukuta. Haya mbona niambie. Ni kwamba nilikuwa nataka tuongee kuhusiana ile issue. Ile ukaja siku ile kaniambia kuwa upo tayari kumsaidia mdogo wangu. Kwa nilikaa nikafikiria nikaona hakuna pengine pa msaada uko kwako. Basi poa, sijali. Shida tu nitaka kuarifisha. Labda ningekuwa shaisha sasa hivi. Ila tu nina hofu tu na kitu kimoja. Mimi moyo wangu upo sehemu nyingine. Lakini nahitaji sana msaada wako kama utajali. Mimi na shida nitimize jambo langu tu. Mambo mengine tutajua mbeleni. Basi poa. Mimi naweza kuambia tu kitu kimoja, mimi uko na wai. So nenda kamwandae. Ikiwezekana kesho mimi nakuja kumchukua tena mpaka zetu.
Eti basi nitafurahi sana. Yaani utakuwa umenisaidia kwa kiwango kikubwa sana. Basi poa. Yaani yangu gisi nilivyotoka huko. Gisi nilivyotoka nikakaa siku 2-3 yani. Nikampigia mtao simu, yani nilikuwa na mchumba kule. Nikampigia simu. Maana ndio nilikuwa nachoka simu. Nikampigia simu nikamwambia mimi nisharudi. Ungefika basi tuonane. Akaniambia sijui niko wapi hapa. Yaani gisi nilivyomwambia eti aje na simu hadi sasa hivi sijamuonaga. Nikimwambia lete document afu ni sign hadi sijamuona. Yaani hadi sasa hivi nikienda ofisini ananiambia ofisini sio kwako tena. Jina ni yaani hapo. Yaani naomba tu nisaidie. Yaani sijui gisi nitafanya mambo yangu. Yaani sasa hivi sina simu, nimeuza simu na manguo. Sasa nipate nauli ya kuja huko. Sawa mjomba, mimi nafikiri ulichokifanya hujakosea kwa kuweza kurudi nyumbani, wala hata hujakosea. Sisi ni ndugu zako na hatuwezi tukakutenga wala kukutenda, hapana. Lazima sisi tukuchukulie tu ndugu, na najua umekuja hapa ni kijijini. Wewe unatakiwa kwa hiyo ujitolee kwa mazingira ya hapa. Unaona? Mazingira ya kijijini ni kulima na kujumuika na wenzako pamoja. Unaona? Kwa hiyo unatakiwa uchukulie haya maisha kwa maana umeamua kuja huko. Na ujumuike na wenzako. Hapo mambo yatakuwa yako sawa. Wala utakuwa na shida yoyote. Tatizo sio mjomba, sijui kama nitaishiaje huko. Maana watu wako ndio wanadharau sana. Yaani sijui kama nitaweka sura yangu wapi mjomba. Mjomba, kama umeamua kuja huko, yaani waonyeshe zaidi kuwa wewe sio Eliza yule wa zamani. Waonyeshe kuwa wewe ni Eliza wa mpya ambaye umeamua kuja na kubadilika. Waaminishe kwamba kile ulichokuwa unakifanya na hichi ambacho unakuja kufanya kwa sasa ni vitu viwili tofauti. Jiaminishe kwa mjomba. Sijui kama nitaweza. Sijui. Ila nilikuta nipo kwenye harakati za kuandaa majiko hapa. Sasa wewe chukua vitu tu weka ndani. Mambo mengine yataendelea. Sasa ndio hivyo. Nimekuja hapa jamani. Unaona mdogo wangu ameshabeba ujauzito. Nataka kumaanisha nini? Mimi nataka ndoa bana. Nataka unioe. Ngoja nikwambie tu. Najua bahati ya mdogo wako sio ndio itakuwa ni bahati yako. Lakini tambua kitu kimoja nitakwambia. Unatakiwa tu uwe mvumilivu katika hizi siku chache tu. Kila kitu kinawezekana. Yaani nataka hapa kijijini kila mtu akiniona sema ndoa wa bichi is good. Hapo nimeongea Kiingereza. Sijui kama umenielewa. Okay, nimekuelewa. Yeah. Mimi nataka watoto bana. Unataka watoto. Sio watoto wakutaki. Wewe ndio unawataka sasa. Ndio hivyo. Basi poa. Kwa hicho mimi nitahakikisha nikuridhishe. Umeelewa? Yeah, yani Waingereza wanasemaje vile sijui 100%. Yaani hilo ni lazima litimie. Basi mwezi siku nilikuwa sipona. Nilikuwa
Na ni kweli kabisa. Tunajua sisi wazee wa system, yani mambo ya yani mimi kila dini napewa hapa kijijini. Tunajua akili yangu, chapakazi wangu, kila mtu ananiamini. Kuna mzee alikuwa ameniagiza sehemu. Ndio nilikuwa hizi sikusema nilijaribu kutafuta sema kama ulikuwa busy na nini sijaelewa. Yaani labda itakuwa ni kile kipindi labda pengine manania mdogo wako nini. Inawezekana nilikutafuta sana lakini ilikuwa ni emergency. Ikabidi niwahi. Unaona ndio nikawa nimewahi. Sasa madam nimerudi kila kitu kinawezekana. Yaani kila mtu hapa kijijini ananiambia siku hizi napendeza na vaa vizuri. Yaani mimi kuna vitu ambavyo sielewi. Hela unastahili. Eti? Hela. Ni lazima kwanza zingatia kwanza kupendeza. Yaani kwa watu walivyonicheka hapa mimi sijui nini nitaka wewe upendeze uwe mfano. Ni lazima unajua watu wakishaanza na mafanikio ya mtu wanakuwa wanaongea maneno manini yanakuwa ni mengi. Lakini madam mmependeza tu na mimi yangu imefurahi. Ndio hivyo. Usiana na swala la hela hilo lisikupe pressure. Wewe nimekwambia mzee wa system na nimeshakamilisha kila kitu. Ni mradi tu unapendeza, unawaka. Yaani kila mtu akiona anasema peace kali ya wabichi. Basi poa. Nataka niingie ndani. Tuangalie jinsi ya kuleta. Mimi nataka sijui Watanzania wanasema kuna kauli wanasema sijui utakula ndo ule au sijui nini hapa unaongeza kitu hapo. Sasa mimi nataka kwanza nile afu ndo nikule sasa. Basi poa. Acha niingie ndani. Kwa hiyo tunaenda sote? Hapana, ngoja mimi nitangulie kwanza. Mimi nataka tuende. Hapana, ngoja mimi nitangulie. Asante. Odi. 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 Karibu. Shadow. Ni wewe. Mbona kama wewe? Paka natamani kulia lakini machozi sina. Jamani. Umebadilika. Dada, asante sana. Yaani sina usemi mwingine zaidi ya asante tu. Karibuni. Nishakaribia. Na mmekuja wakati mbaya. Yaani hapa sasa inatakiwa sijui niwahi nije bora mimi niandae niwaandalie jamani Natakiwa mle ugali dume. Yaani ugali dume ukila unashiba, yaani ukigusa unanata. Haya bwana usijali. Nipo za ndani. Mtu anaitwa Shadow. Sasa hizi salama. Dada vipi? Niko poa kama unavyoniona. Dada. Nakufuata babangu, naomba unisamehe. Yaani kote niliyokutendea mimi naomba unisamehe. Hata hujanikosea, kwa hiyo hauwezi ukaniomba msamaha. Kwa nini? Na yeye ni mwanadamu na mapungufu yangu. Acha shoko dada. Basi leo kutelekeza ndio tumechukua sasa. Dondosha si tunakuta. Yaani jana unanisaliti. Kwani mimi nimezaliwa na tumbo moja?
Naomba nisamehe, nilikosea na mimi ni mwanadamu. Najua, lakini mimi sio Yesu wa kusamehe watu. Pole. Pole. Nisamehe, nilifanya vibaya, nisamehe. Bado nakupenda. Hivi kama hivyo huoni? Hauoni? Kama hujui kusoma, macho yako na yenyewe tu kwanza yaangalie tu kwanza. Angalia tu vizuri tu kwanza. Huyu hapa mimi mpenzi wangu. Kwa wewe Mimi sijali bwana, nakupenda. Nilifanya vibaya. Najua, lakini mimi sikupendi. Na mtu wangu huyu hapo natuona, yani tunapendezeana. Kwani unatakaje? Unatakaje? Chado. Nisamehe, bado nakupenda mwenzio. Kusamehe. Ila kurudia na sahau. Uwe na siku njema. Yaani leo atanijua mimi ni nani. Wewe kuja, weka hapo. Weka hapo! Mume wangu. Nani? Nani mume wako? Kwani kuna nini? Huyu umemtoa wapi? Sasa ndo nimeamini sasa. Ndo nimeamini kabisa. Wewe mwanamke uko hivyo Yaani mimi ulikuwa umenifanya mpaka nawachukia watoto wangu. Yaani wewe ndo kumbe uko hivyo. Sasa kwa taarifa yako, nimejua ulichokuwa umenifanya. Nimegundua ulichokuwa umenifanya. Sasa kwa taarifa yako, chukua kilicho cha kwako, uondoka. No. Hapana. Wala kuongopea tu, wala hata sijakufanyia kitu chochote. Unasemaje? Nimekuongopea. Huyu alikuwa jana huyu. Sasa sikiliza, mimi sasa kukuumiza. Sasa kukuumiza. Zama ndani. Zama ndani, chukua cha kwako, ondoka. Kwanza hauna kitu. Mimi najua hakuna kitu chochote hapo. Hata hivi mimi ndo nimenunua ngoja. Sasa sikiliza, ondoka. Kama na hizi nguo, zama ndani, vua dara. Ingia ndani, vua dara afu utoka hapa. Pumbavu mkubwa wewe. Mchawi mkubwa wewe. Mwanamke, mimi unaniroga mimi. Wewe! Sasa sikiliza. Nataka ukawe mfano kwa wanawake wengine. Samahani mume wangu, ninakupenda. Wewe uko mchawi. Ondoka. Mimi sitaki ukuache. Kama ni nguo zozote ambazo umebaki humu ndani, nitazileta kwenu. Chomoka. Kumbe unijue. Toka. Nenda. Toka. Chawi wewe. Ala. Baba. Ndio. Leo usingekuwa babangu. Singekuita baba. Kwa gesi ulitutelekeza mimi na sister yangu. Imeniuma sana roho yangu. Mpaka nikachukua hatua kuingia kwenye majanga ambayo mimi siwezi nikaingia. Nikaingia kwenye vilabu ambavyo venye mimi si stahili kuingia. Mpaka ikafika nikaenda jela. Sababu yote alikuwepo ni wewe. Lai tusingeleta hapa duniani. Singekuita baba tena. Kijana wangu, naomba unisamehe. Mimi mwenyewe sikujua. Baada ya kugundua kile ambacho nilikuwa nimefanyiwa, ndio maana unaona niko hivi. Haki yangu imerudi. Kwa naomba unisamehe. Najua hii inauma. Naomba unisamehe mtoto wangu. Hata Mariamu kule haliko. Najua ana ujauzito. Nimeshindwa kuwa baba bora. Kwa sasa hivi nimetambua sasa majukumu yangu. Naenda kuwalea kwenye misingi iliyo bora. Naomba mnisamehe. Mguu wako tutaenda kumchukua Mariamu aje aishi hapa. Naomba mnisamehe sana. Usijali baba. Mimi nimeshakusamea. Ila kitu kingine ambacho naweza nikakwambia babangu. Ningeomba yule kijana ambaye aliyetia dadangu mimba asitoki kule jela. Abaki kule jela. Na kuomba. Hiyo ondoa shida, ondoa shaka. Yule lazima atatumikia jela. Kwa sababu sio yule tu Mariamu, kuna mwingine alimpa mimba.
wamekuwa ni wanawake wawili. Kwa hiyo twende tukamchukue Mariamu tuishi wote hapa. Sawa baba. Sawa sawa. Pole sana. Amna. Twende tukamchukue. Sasa hizi. Salamu. Wengine wakapi? Wengine wametoka. Basi kuna shida. Maana ni Shado. Yaani sielewi. Yaani akili aishikiki nyumbani. Shado. Naomba unisamehe kwa yote nilikutendea. Kama nilifanya vibaya, naomba unisamehe. Bado mwezi nakupenda. Nisamehe. Naomba moyoni. Kile nilichokutendea. Na kuahidi nitabadilika. Hicho unachokisema kina uhakika au unaongea? Hapana, na uhakika. Mimi nakupenda. Ulionifanyia yote ngoja tuache yapite, ila nimeamua tena kuanzisha maisha mapya na wewe. Sitaki ajirudie yaliyopita. Asante. Na kuahidi sitarudia. Kweli. Unatakiwa uandae kitanda vizuri, unaelewa? Na ndo kama hivyo yani. Leo hatari. Habari yako? Salama, karibu. Asante. Karibu. Haina haja kupata. Mimi kama nimekuja hapa nifuatane na ile ahadi ambayo tumeahidiana. Najua mimi mambo yako nishatimiza, kwa hiyo kunitimiza na mimi kwangu. Yaani nimekuja hapa ni ndoa tu. Nimekuja kuolewa. Unatakiwa tu nielewe. Kwanza nianze kwa kukupongeza. Na pili hautaki kuwa na pupa. Nafikiri mimi ndo nimeongea. Na sijui naanzia wapi. Na naishia wapi pia. Yaani hakuna kitu ambacho nitasema zidi yako, zidi tu ya shukrani. Nimeweza kumsaidia mdogo wangu. Sasa hivi mdogo wangu ananiona. Tunaonana. Lakini kuhusiana hiyo yako ahadi ambayo nilikuahidi, nitaomba tu nisamehe. Kwa sababu mimi mwenyewe nilifanya vile kwa sababu mdogo wangu tu apone. Nilikuja kugundua mimi ndo kibali cha mdogo wangu kupona. Haya bana. Mimi nimekuja hapa tutimize yani. Nimekuja kuolewa. Kuolewa? Unaweza ukaniambia wewe ni nani yako? Kwani wewe ni nani? Sina kuuliza wewe. Huyo hapa ni rafiki yangu. Wewe rafiki ulianza lini? Tangu lini mimi nikakuwa rafiki yako? Kivipi yani? Kumbe huyo alikuwa ni mchumba wako? Sina kuuliza wewe. Hamna, mimi nimekwambia ni rafiki yangu. Rafiki yako kivipi? Na wakati nimesikia eti amekuja kuolewa. Labda utakuwa umesikia vibaya. Mimi nina masikio yangu. Siwezi kusikia vibaya.
asante kwa ulichonifanyia. Debora. No, unaniangalia, umefurahi sasa? Umefurahi je ambacho umenifanyia? Umefurahi? Umejikuta doni. Sasa nakwambia hivi, siwezi nikakupenda wewe na ili ndio hivyo nimeshakwambia. Natakiwa uweke akilini. Umeona, yani umejikuta tu star, umekuja kuharibu mahusiano ya watu ambao tumeyatengeneza kwa miaka mingi. Kwa nini unajisikia lao kuharibu la watu? Unajua umetafutwaje? Unajua ulitoka wapi? Subiri nikwambie. Mapenzi huwa yafosiwi. Mapenzi ni hisia, lakini mimi sina hisia na wewe. Nilifanya yale yote kwa ajili ya kumsaidia mdogo wangu. Na wala siwezi nikaishi. Panatosha.